serikali inatambua kwamba huduma za kiuhamiaji hapa Zanzibar ni muhimu na ni chachu katika kukuza sekta ya biashara na uwekezaji. Kwa muktadha huo, serikali imejikita katika kuimarisha huduma hii kwa kuboresha vitendea kazi na miundombinu kwa ujumla. Ujenzi wa ofisi za uhamiaji za wilaya na njia mojawapo ya jitihada za kufikia azma hiyo. Sambamba na uboreshaji wa miundombinu ya majengo, serikali imeweka mkazo pia katika utoaji wa mafunzo kwa watumishi, kusimamia stahiki za watumishi na kufanya maboresho ya mara kwa mara ya sheria na kanuni za uhamiaji nchini. Ndugu viongozi na ndugu wananchi na wageni waalikwa, naomba nitoe rai kwa wakazi wa Dunga kuendelea kushirikiana na idara ya uhamiaji pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kuhakikisha amani inaendelea kushamiri nchini. Mnaweza kushirikiana na serikali kwa njia ya kutoa taarifa mbalimbali kuhusu wahamiaji haramu, watu wanaoishi nchini kinyume cha sheria na wanaojihusisha na shughuli haramu zilizo kinyume na malengo ya ukaazi wao. Napenda kuwakumbusha kuwa amani ni moja ya tunu za taifa letu ambazo sote tunapaswa kuilinda. Nitumie nafasi hii vile vile kipekee kuwashukuru sana uhamiaji, viongozi wa Zanzibar kwa uamuzi mliofanya wa kumpa mkandarasi mzawa kujenga jengo lenu. Mara nyingi tumekuwa na kigugumizi cha kuwapa wazawa kandarasi mbalimbali za kufanya kazi kubwa katika nchi yetu. Nitoe wito kwa taasisi zingine zote, kila inapowezekana kuzipa taasisi za ndani za Watanzania kazi za kufanya. Kadri tutakavyokuwa tukiwapa kazi, ndivyo tutakavyoweza kuwajengea uwezo wa kifedha, lakini pia uwezo wa teknolojia. Tukiendelea kuwakwepa Watanzania kuwapa kazi za kufanya, mwisho wa siku tutaendelea kuwa tegemezi katika kila kitu. Kwa uhamiaji, Wizara ya Mambo ya Ndani imefanya vizuri. Mheshimiwa Rais amekuwa akichagiza sana jambo hili. Hebu katika nchi nzima tulitekeleze kwa nguvu. Kila inapowezekana kampuni za Kitanzania zipewe nafasi zaidi. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kuwapongeza sana uhamiaji kwa kazi nzuri wanayofanya katika nchi yetu. Naomba kutoa maelezo mafupi ya miradi ya maendeleo iliyotekelezwa na serikali awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha kuanzia Machi 2021 2025. Katika kipindi hicho, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liliidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 32.7 kwa Idara ya Uhamiaji Tanzania kwa lengo la kuboresha miundombinu ya utoaji huduma kwa umma na mazingira ya makazi ya askari. Kupitia fedha hizo, miradi jumla 47 ilitekelezwa katika mikoa mbalimbali Tanzania bara. Hadi kufikia tarehe 31 Disemba 2025, Idara ya Uhamiaji imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa ofisi ya uhamiaji katika mikoa ya Geita, Lindi, Manyara na ofisi za wilaya za Butiama na Mlele. Aidha, ujenzi wa ofisi unaendelea katika mkoa wa Mtwara, Simiyu na Songea na wilaya za Chato, Mufindi, Bagamoyo, Buhigwe, Nyasa, Kahama na Karagwe. Pia ujenzi wa vituo 27 vya kuingia nchini unaendelea katika mikoa ya mipakani Kagera, Kigoma, Mara, Mtwara, Songea, Katavi, Rukwa na Ruvuma. Idara pia imekamilisha ukarabati wa majengo ya ofisi ya Kurasini, Mara, Morogoro na ofisi ya uhamiaji wilaya ya Kilombero, Ifakara. Kwa upande wa makazi ya maafisa na askari, idara imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa ghorofa moja Msalato, Dodoma, lenye uwezo wa kukaliwa na familia 12 pamoja na nyumba 10 za makazi ya wakufunzi katika chuo cha Rafaeli Kubaga, Tanga. Idara pia imekamilisha ukarabati wa nyumba za makazi ya watumishi katika mikoa ya Tabora, Pwani na Shinyanga.
Katika kukabiliana na changamoto ya uhaba wa makazi ya watumishi, Idara ya Uhamiaji kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imewasilisha andiko maalum na kufanya upekuzi yakinifu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba 3913 za makazi kwa maafisa na askari, andiko ambalo limekubaliwa na serikali na sasa linasubiri upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa Idara ya Uhamiaji Zanzibar, kwa kipindi kama hicho kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025 imetengewa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 19.1 kwa utekelezaji wa miradi 13 ya maendeleo. Hadi sasa tumefanikiwa kutekeleza miradi 9 kwa 100%. Kwa mwaka huu wa fedha, Idara ya Uhamiaji Zanzibar Idara ya Uhamiaji Zanzibar 2025/26 tumeweza kupatiwa shilingi bilioni 25.7. Kati ya fedha hizo 50% zimetumika katika matumizi ya kuendesha ofisi, lakini pia 50% zimetumika katika miradi ya maendeleo ya majengo ya ofisi, ikiwemo jengo hili ambalo tumekuja kuzindulia leo hii.